Okay, Bwana asifiwe. Hii ni jioni ingine ya leo na waletea neno kama mtumishi wa Mungu aliyemwagiliwa mafuta ili kuitangaza habari njema katika ulimwengu kote. Kwa hivyo wakati wa leo ninajua ya kwamba Mungu ataweza kukubariki wewe ambaye utakapoandamana na hili neno kwa kulisikia, kulitazama na kulitafakari, litaweza kukujenga katika imani yako. Huyu anayenena nawe anaitwa Bishop Hezekia na ako hapa mbele zako ili aweze kulinena neno jioni njema hii ya leo, ili unapolipokea liweze kuyabadilisha maisha yako. Kwa hivyo neno letu la leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Marko. Marko ni chapter 5 verse 25. Marko mlango wa 5 mstari wake wa 25 kutelemka na hilo neno. Neno linasema ya kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharamia vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akafahamu nafsini mwake kwamba nguvu zake zimemtoka, akageuka kati ya makutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, na wewe wasema ni nani aliyeniguza? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, kujua lililompata. Akaja akamgeukia, akamweleza kweli yote, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima na uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Kwa hivyo hili ni neno tunapata kuona ya kwamba huyu ni binti ambaye alipokuwa mgonjwa katika ndani ya miaka 12, na katika hii miaka 12 ni binti ambaye aliyekuwa na mali. Yaweza ikawa alikuwa na kampuni yake ambayo ilipokuwa inamtajirisha, ilipokuwa inampa mali. Yaenda ikawa kuna biashara ambayo alipokuwa anaifanya, na hii biashara ilikuwa imesaidia yule binti akawa na mali nyingi mno. Na tunapata kuonea kwamba katika ndani ya maisha yake kuna kitu ambacho kilikuja kikaingia katika ndani ya mwili wake, na akawa mtu ambaye wa kugonjeka. Na ugonjwa ambaye ulipompata ni ugonjwa wa kutokwa na damu. Na akapatwa na kutokwa na damu kipindi cha miaka 12. Mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, mwaka wa tatu ukaisha, mwaka wa 4 ukaisha, mwaka wa 5 ukaisha, mwaka wa 7 ukaisha, mwaka wa 8 ukaisha, mwaka wa 9 ukaisha, mwaka wa 10 ukaisha, mwaka wa 11 ukaisha.
mwaka wa 12 ukafika, na wakati mwaka wa 12 ulipofika, pale ndipo tunaona ya kwamba na Yesu akafika katika ndani ya ile nchi ambayo yule mwanamke alipokuwa anaishi, na Yesu akaanza kutangaza habari njema katika ndani ya ile nchi. Manake Yesu alikuwa na uponyaji, Yesu alikuwa na uponyaji, Yesu alikuwa na kibariki, Yesu alikuwa akiponyesha, na Yesu alikuwa akifanya miujiza, Yesu alikuwa akifundishana habari njema. Na wakati ule mwanamke aliponenda katika ile crusade, akamkuta Yesu mahala pale, yeye akasema ya kwamba atajaribu jinsi vile awezavyo kushika yule Yesu, na aliponenda akaguza vazi lake, na mara moja damu yake ikakauka. Kwa hivyo tunapata kuonea kwamba yeye yule mwanamke hakutokwa na damu tena, akapona papo hapo. Mwanamke ambaye alipokuwa ametumia mali nyingi, alikuwa ameenda kwa waganga kwa sababu ya ugonjwa wa kutokwa na damu, yani ilikuwa kansa ya kutokwa na damu, akaenda kwa waganga ili waweze kumtibu, lakini ile shida haikuweza kuisha. Akaenda kwa wachawi waweze kuroga ule ugonjwa uondoke ndani yake, lakini ule ugonjwa haukuweza kuisha. Akaenda kwa madaktari wa miti shamba waweze kuponyesha ule ugonjwa, akapewa miti shamba, lakini ile dawa ya miti shamba haikuweza kuponyesha yule binti. Alipotoka hapo akaenda kwa madaktari wale wakubwa, akabuku kliniki zake zote ili atafute uponyaji mahala ambapo utakapoonekana yule binti na asipone. Neno linasema ya kwamba kwa kipindi cha miaka 12 alikuwa akisunguka akitafuta daktari ambaye angeweza kuponyesha mwili wake. Neno linasema ya kwamba alitumia mali yake yote akitafuta matibabu, na asiweze kupona, na asiweze kupokea uponyaji kwa matibabu ile ambalo alipokuwa anaenda. Watu walimpea dawa za kila aina, lakini yule binti hakuweza kupona. Alisidi damu yake kumwagika, magonjwa ikasidi kuenea katika ndani ya mwili wake. Hinzi vile miaka ilipokuwa inaendelea kuwa mingi, hivyo ndivyo ugonjwa wake ulipokuwa unasidi kuwa mkumbwa katika ndani ya damu ya mwili wake. Kwa hivyo jioni njema ya leo tunapata kuonea kwamba alipomuona Yesu Kristo akasema ya kwamba yeye ataguza vazi lake, na wakati alipoliguza lile vazi tunapata kuonea kwamba chemichemi ya damu yake ikakauka papo hapo. Jioni njema ya leo yaweza ukawa kuna mashida, yaweza ukawa kuna magonjwa ambayo umekuwa nayo. Umetumia pesa zako katika ndani ya yale magonjwa, umetumia pesa zako ujitoa katika umaskini ambao umekuwa katika maisha yako, umetumia pesa zako ili upate kuondoa ile nguvu za giza ambazo zimekuwa zikipigana na wewe. Umetumia pesa zako ili kuondoa maadui mbele zako. Jioni njema ya leo ningetaka nikuambie ya kwamba yule mwanamke alitumia mali zake zote ambazo alipokuwa nazo, pesa zile ambazo alipokuwa ameweka katika banki yake akaweza kuzitumia, na baada ya kutumia zile pesa zote mali yake yote ikaisha. Kwa hivyo ni kama kumaanisha ya kwamba alikuwa na property zake aliweza kuziuza zote, akaweza kuuza shamba yake, akaweza kuuza magari zake, akaweza kuuza property zake ili apate kugharamia ule ugonjwa ambaye aliyekuwa naye aweze kutibiwa, ile ugonjwa uweze kuondoka katika ndani ya mwili wake. Lakini ugonjwa ule ulisidi kuenea katika ndani ya mwili wake. Tunapata kuonea kwamba alionea kwamba Yesu Kristo amekuja katika mahala ambapo alipokuwa, akaliguza vazi lake. Neno linasema ya kwamba damu yake ikakauka papo hapo na akaweza kupona. Wakati wa siku ya leo una watu ambaye wametumia pesa zao nyingi wakijaribu kukomboa mashamba. Una watu ambaye wametumia pesa zao nyingi wakijaribu
kukomboa mali zao, aidha ni kwa ruya. Una watu ambao wametumia pesa zao katika mahali popote, wakijaribu vile property zao zitarudi mikononi mwao, shamba lao litarudi katika ndani ya mikononi mwao, jinsi vile kampuni yake itaweza kurudi katika mikononi mwao, jinsi vile uhai wake utaweza kurudi katika mikononi mwake. Wakati wa siku ya leo, ningependa nikuambia kwamba kuna yule ambaye aliye na uweza wa kubariki mwili wako. Una yule ambaye aliye na uweza wa kukuponyesha mashinda yote ambaye umekuwa nayo kwa muda mrefu. Maana tunaonea kwamba yule mwanamke amekuwa na mashida kipindi cha miaka 12. Tunapata kuonea kwamba katika hiyo miaka yote hakuweza kuona mtu ambaye angeweza kumsaidia, angeweza kuona ruya, angeweza kumsaidia, angeweza kuona daktari, angeweza kumsaidia, aidha ni daktari wa miti shamba, aidha ni daktari mganga, aidha ni daktari yote ambaye alipokuwa amesomea maneno ya kanza, angeweza kusaidia yule mwanamke. Yule binti alisidiwa na magonjwa miaka 12, lakini alipomuona Yesu akasema ya kwamba ataamini na kuguza lile vazi lake, na papo hapo akapona. Yesu akageuka, akasikia kwamba katika ndani yake kuna nguvu ziliweza kutoka ndani yake. Akawauliza wanafunzi, ni nani ambaye ameguza mwili wameguza vazi langu? Basi wanafunzi wao wakamwambia, wale watu ambao wako hapa ni umati mwingi sana. Kwa hivyo Yesu alijua kwamba kuna nguvu zimetoka ndani yake na zikaponyesha yule binti akaweza kupona. Wakati wa siku ya leo, una watu ambao wamelikataa vazi lake Yesu Kristo. Una watu ambaye wamekataa nguvu za Yesu Kristo. Ninakuambia ya kwamba katika mahala ambapo ulipo, wakati wa leo utakapoliamini hili neno, ninataka nikueleze ya kwamba kunapo nguvu zinayetoka katika mwili wa Yesu Kristo ambazo zitaweza kuondoa magonjwa yako. Leo inaweza ikawa umegonjeka katika biashara, unaweza ukawa umegonjeka katika ndani ya ugonjwa wa boma inasambaratika, inaanguka kila wakati. Ningetaka nikuambie kwamba hiyo shida yako siku ya leo ingeweza kuondoka utakapomwamini Yesu Kristo. Yule binti alisema ya kwamba yeye atamwamini Yesu Kristo, na akasema ya kwamba imani yake ikamweleza. Aliguza lile vazi, na wakati alipoguza lile vazi la Yesu Kristo, papo hapo akapona. Wakati wa siku ya leo, yaweza ikawa uponyaji wako uko katika ndani ya vazi la Yesu. Yaenda ikawa kupona kwa boma yako leo uko katika ndani ya lile vazi. Yaenda ikawa biashara yako uponyaji wake uko katika ndani ya vazi lake Yesu Kristo. Yaweza ikawa moyo wako leo kuna uponyaji ungeweza kutoka kwenye lile vazi la Yesu Kristo. Yaweza ikawa wakati wa leo umekuwa ukijaribu vitu nyingi na uwezi ukafanikiwa. Kwa sababu gani? Yale magonjwa ambayo umekuwa nayo, ningetaka nikuambia kwamba uponyaji wa lile jambo liko tu katika ndani ya vazi lake Yesu Kristo. Basi tunaonea kwamba yule binti akaonea kwamba amkimbilie Yesu Kristo ili apate msaada, na wakati alipoamini Yesu akamwambia kwamba anaenda kutoka siku ya leo, ewe binti, kwa sababu chemichemi yako imekauka. Wakati wa siku ya leo, una watu ambayo wako na chemichemi ya magonjwa katika ndani ya maisha yao. Una watu ambaye wako na chemichemi ya magonjwa katika biashara zao. Una watu ambaye wako na chemichemi za magonjwa katika kampuni zao. Kuna watu ambaye wako na chemichemi za magonjwa katika ndani ya uprofesa wao. Kuna watu ambaye wako na chemichemi ya magonjwa katika wokovu wao. Kuna watu ambaye wamekuwa na chemichemi ya magonjwa katika ndani ya mili yao. Watu wamegonjeka pressure, wengine wamegonjeka corona, wengine wamegonjeka ugonjwa wa diabetes, wengine wamegonjeka magonjwa ya TB. Wakati ningetaka nikueleze ya kwamba kuna binti
mmoja ambaye aliyekuwa amegonjeka ugonjwa wa miaka 12, na wakati aliposikia habari za Yesu Kristo alisema ya kwamba atakimbia mahala pale ili aweze kupona. Wakati wa leo ningetaka nikuambia kwamba una magonjwa inaenda kuondoka katika ndani ya mwili wako. Una ugonjwa ambaye umekuwa ukikusumbua mara kwa mara, usipate pesa, usifanikiwe, usije ukawa mshindi, dunia imekushinda. Wakati wa siku ya leo unaweza ukawa unasema ya kwamba unataka kujinyonga, unataka kujitoa hai. Huo ni ugonjwa wa kifo uliye katika ndani ya mwili wako. Jioni njema ya leo ningetaka nikuambia kwamba kuna yule ambaye anapoondoa magonjwa sugu, una yule ambaye anapoondoa magonjwa ambayo imelemewa na madaktari. Unapata kuonea kwamba madaktari wa kila aina hawakuweza kuponyesha yule binti kwa wakati wa kipindi cha miaka 12, na wakati alipoamini habari za huyu Yesu Kristo aliweza kupona, na wakati alipopona chemichemi yake ya damu ikakauka papo hapo. Wakati wa siku ya leo una chemichemi ya magonjwa ambayo imekuwa katika maisha yako, ambayo imekuwa katika ndani ya mwenendo wako, ambayo imekuwa katika ndani ya anga lako, ambalo imekuwa katika ndani ya watoto wako, ambayo imekuwa katika ndani ya bwana yako, ambayo imekuwa katika ndani ya agano lako. Nataka nikwambia kwamba wakati wa siku ya leo ufalme wake Bwana unaposhuka ukiwa ndani ya Yesu Kristo, uliweza kumponyesha yule binti ambaye aliyekuwa mgonjwa kipindi cha miaka 12. Ni miaka ambayo aliyeipitia akiwa mgonjwa. Wakati wa siku ya leo yaweza ikawa kuna miaka ambayo ulipoweza kuingia yakawa ni miaka ya ugonjwa. Wakati wa siku ya leo niamini neno lake Bwana, ugonjwa uondoke ndani yako, ugonjwa wa kisukari uondoke ndani yako, hiyo miaka ya magonjwa iondoke ndani yako leo, iondoke ndani ya mwili wako, iondoke katika biashara zako, iondoke katika imani yako, iondoke katika ndani ya afya yako. Kuanzia wakati wa siku ya leo Yesu akaja katika dunia, na wakati alipokuja dunia alikuja kwa sababu ya magonjwa ambayo iliyokuwa katika duniani, kwa sababu watu walikuwa wamegonjeka, akaja akawaponyesha. Wakati wa siku ya leo kuna watu ambao wamegonjeka katika ndani ya miili yao, wanapoikunywa damu ya Yesu inaanza kumwagika, inatoka katika ndani yao. Damu ya Yesu isije ndani yao, damu inayopeana mambo mema, damu inayookoa. Kuna watu wakati wa leo wamegonjeka ule ugonjwa. Wakati wa siku ya leo ningetaka nikuambie kwamba utakapolikubali neno la Yesu Kristo, habari za Yesu Kristo, hiyo damu ambayo umekuwa ukigonjeka itaanza kukaa ndani yako. Kuanzia wakati wa leo utahubiriwa habari za damu ya Yesu Kristo, na hiyo damu itakaa kwenye kazi yako, hiyo damu itakaa kwenye maisha yako, hiyo damu itakaa kwenye biashara yako, hiyo damu itakaa kwenye nafsi yako, hiyo damu itakaa kwenye wokovu wako, hiyo damu itakaa kwenye imani yako. Wakati wa siku ya leo una watu ambayo wamehubiriwa habari ya damu ya Yesu Kristo, na ile damu inapofika katika ndani ya miili zao, ile damu inamwagika. Kwa sababu gani? Ni watu ambao wamelikataa neno lake Bwana, ni watu ambayo wanataka watendewe miujiza, ni watu ambao wanataka wapewe mkate, lakini hawataki mwenye mkate, hawataki mwenye ambaye anayeponyesha. Wanataka msaada wake, lakini hawataki yeye mwenyewe. Wakati walio ningetaka nikueleze ya kwamba yule binti alione ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye ataweza kumaliza zile shida ambazo alipokuwa nazo, akamkimbilia. Aliposikia habari za Yesu Kristo akakimbia kwake. Yesu naye akawa alikuwa anafundishana, akawa alikuwa anahubiria watu, na zile nguvu zikatoka katika ndani ya Yesu Kristo zikaingia ndani ya ule binti, akaweza kupona. Wakati wa siku ya leo kuna nguvu jioni ya leo zinaenda kutoka katika ndani ya Yesu Kristo, ziingie ndani ya biashara yako, ziingie katika ndani
ya mwili wako kuna nguvu zinaenda kutoka katika Yesu Kristo, na sijui kana kwamba wewe ndiwe utapokea ile nguvu ya Yesu Kristo, ule uweza wa Yesu Kristo uanze kupona. Ndio binti akasema ya kwamba ameamini ya kwamba atakapoguza lile vazi lake Yesu Kristo atapona, na imani yake ikamponyesha wakati wa siku ya leo. Kuna watu ambaye wamekuwa na imani ya dunia, kuna watu wamekuwa na imani ya kifo, kuna watu wamekuwa na imani ya umasikini, kuna watu wamekuwa na imani ya laana, kuna watu wamekuwa na imani ya waganga, kuna watu wamekuwa na imani ya ulimwengu, kuna watu wamekuwa na imani ya sanamu, kuna watu wamekuwa na imani za angani. Wakati wa siku ya leo ningetaka nikuambie, toka katika hizo imani, toka katika imani ya nguvu za giza, uje katika ndani ya imani yake Yesu Kristo. Binti akawa na imani na akajua ya kwamba atakapoiguza vazi la Yesu Kristo yeye ataweza kupona. Wakati wa siku ya leo ningetaka uamini Yesu Kristo, yeye ndiye ataweza kuondoa mashinda zako. Ndio yeye ndiye aliye na mamlaka ya kuondoa mashinda, yeye ndiye aliye na nguvu za kuondoa magonjwa ambayo imekuwa ikipigana na familia yenu, magonjwa ambayo imekuwa ikipigana na familia zenu, magonjwa ambayo imekuwa ikipigana na boma zenu, magonjwa ambayo imekuwa katika makampuni zenu, magonjwa ambayo imekuwa kwenye pesa zako. Wakati wa siku ya leo kuna watu ambaye pesa zao zimekuwa na magonjwa, wamechukua maroon katika ndani ya banki, na wakati wa siku ya leo nyumba zao ndio zinapigiwa kengele, property zao zinapigiwa kengele. Kwa sababu gani? Pesa zao ziligonjeka. Wakati wa siku ya leo ningetaka umwamini huyu Yesu Kristo, amini habari zake ndio, na kuanzia wakati wa leo pesa zako zitapona, boma yako itapona, maisha yako itapona, kampuni yako itapona. Binti akasema ya kwamba yeye ataingia katika ule mkutano, akaingia hadharani, na alipoingia katika ndani ya ule mkutano akaliguza vazi la Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye aliyekuwa amesungukiwa na umati wa watu wengi, Yesu Kristo ambaye aliyekuwa amesingirwa na wale wanafunzi wake, lakini yule mwanamke akachukua hatua kwa imani, akapita umati wa watu, akapita katikati yao, akapita katikati ya mitume wa Yesu Kristo, akaenda mpaka mahala ambapo Yesu Kristo alipokuwa anapeana habari njema, akaliguza vazi lake. Alipoguza ile vazi lake, damu yake ikakauka papo hapo. Yule binti akawa na amani. Binti aliyekuwa amesunguka miaka 12 akitafuta matibabu, akasunguka kwa waganga, akasunguka kwa wachawi, akasunguka kwa daktari wote ambaye waliyekuwa wamesifika, waliyekuwa wanajulikana ya kwamba ni madaktari ambaye wangeweza kuponyesha watu ugonjwa wa kila aina, akasunguka kwao, lakini ugonjwa wa kutokwa na damu haukuisha ndani yake. Kwa sababu siku ya leo tunapata kuonea kwamba kuna magonjwa ambaye haiwezi ikaisha. Ukienda Aga Khan una ugonjwa ambaye hauwezi ukaisha. Ukienda Nairobi Hospital una ugonjwa ambaye hauwezi ukaisha. Ukienda Mpisha una ugonjwa ambaye hauwezi ukaisha. Unapokimbia katika zile hospitali wakati wa siku ya leo, ningetaka nikuambia kwamba kuna ugonjwa unapoisha wakati mtu ambaye anayemkimbilia Yesu Kristo, naone ya kwamba Yesu ndiye atakapomponyesha. Kuna ugonjwa unayemalizwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo akaja duniani kwa sababu ya magonjwa haingeweza kumalizwa na madaktari walipokuwa katika duniani. Yeye akaja akawa mkuu wa madaktari na akaweza kuponyesha yule binti, na yule binti akapona kwa kipindi cha miaka 12. Alikuwa anatokwa na damu, alikuwa na kunywa libena, alikuwa na kula matunda ili damu isiishe katika mwili wake, maana kila wakati yeye alikuwa anatokwa na damu kila wakati. Nataka nikueleze ya kwamba siku ya leo yaenda ikawa wakati wa leo damu ya baraka imeondoka ndani yako. Yaenda ikawa siku ya leo damu ya utajiri imemwagika, imetoka ndani yako. Yaweza ikawa siku ya leo damu ya neema imeondoka
imeondoka ndani yako, imekuwa ikitoka ndani yako. Yaweza ikawa wakati wa leo damu ya wokovu inaweza ikawa imetoka ndani yako. Yaweza ikawa siku ya leo damu ambaye ni ya property za ulimwengu yaweza ikawa imeondoka ndani yako, imemwagika, imeondoka ndani yako. Yaweza ikawa siku ya leo damu ya amani imemwagika, imetoka ndani ya mwili wako. Yaweza ikawa siku ya leo una damu ambayo imeondoka ndani yako, damu ya kulia watoto, damu ya kuwasomesha. Yaweza ikawa imemwagika na hauna ile damu leo. Wakati wa siku ya leo nataka nikuambia kwamba akuja kwake Yesu Kristo ili aweze kuponyesha wewe. Yule binti nguvu zikatoka ndani ya Yesu Kristo zikaweza kuponyesha yeye, mwanamke ambaye aliyekuwa ametokwa na damu miaka 12. Oh my father my lord, limulidintissions kashobinteria. Kuna watu ambaye duniani wamekuwa damu zikimwagika, zimeondoka ndani yao. Hawana damu ya utajiri tena, hawana damu ya baraka tena, hawana damu ya amani tena, hawana damu ya uponyaji tena, hawana damu ya neema tena, hawana damu ya msamaha tena. Wakati wa siku ya leo ningetaka nikuambia kwamba amini leo Yesu Kristo habari zake ndio. Ninataka nikuelezea kwamba Yesu alikuja duniani akijua ya kwamba kulikuwa na Yesu bali, lakini Yesu bali hakuweza kuwaponyesha wale wakaji wa ulimwengu, hakuweza kuponyesha yule binti. Ulikuwa na Yesu Yusto, lakini hakuweza kumponyesha yule binti. Lakini Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye aliyepewa mamlaka na babake katika mbinguni, na akaambiwa ya kwamba ajue katika dunia uweze kuponyesha wale ambao waliyekuwa wamegojeka katika dunia. Basi tunaona binti alipojua ya kwamba imani yake angeweza kuponyeshwa na Yesu, basi akaingia katika habari za Yesu akaweza kupona. Leo kuna watu watapona maugonjwa ya kifafa. Leo kuna watu watapona maugonjwa ambayo wamekuwa nayo katika mali zao. Leo kuna watu watapona akili zao. Leo kuna watu watapona katika mioyo yao. Leo kuna watu watapona katika amani yao. Leo kuna watu watapona katika ugonjwa wa moyo. Leo kuna watu ambaye watakapopona katika magonjwa ya kansa. Leo kuna watu wanaenda kupona magonjwa ya COVID. Yesu Kristo mwana wa Mungu akajitoa yeye mwenyewe, akaja akiwa nuru ya ulimwengu. Na wakati binti alijua ya kwamba Yesu Kristo ndiye aliye na kipawa kingeweza kumponyesha, akamkimbilia, nazo nguvu za Yesu Kristo zikaingia ndani ya mama, na kuanzia wakati huo kizima cha damu kikaweza kukauka. Wakati wa siku ya leo kuna watu ambao wamekuwa na vizima vya magonjwa. Ningetaka nikuambia kwamba Yesu Kristo tu habari zake ndizo zingeweza kukurudisha katika afya. Yule binti afya ikarudi ndani yake. Mtu ambaye aliamuka asubuhi akiwa mgonjwa, jioni akawa alikuwa amepona, na kile kizima kikawa kilikuwa kimekauka, na akapona papo hapo. Aliamka asubuhi akiwa mgonjwa, kufikia jioni akawa amepona na afya ikawa imerudi ndani yake. Katika kitabu cha Yeremia 30:17 neno linasema ya kwamba Mungu atapeana afya na kupona. Kwa hivyo yule mwanamke, yule binti akapokea afya. Wakati walio ningetaka nikuambie ya kwamba kuna watu ambao wamekosa afya katika biashara zao. Kuna watu wamekosa afya katika maisha yao. Kuna watu wamekosa afya katika ndani ya boma zao. Watoto wao wamekosa afya. Kuna watu ambaye wamekosa afya katika ndani ya fedha zao. Yule mwanamke akajua kwamba atakapofika kwake Yesu Kristo, ile afya yake itarudi katika ndani yake na ataweza kupona. Jioni njema ya leo, nakutakia kila la heri. Mungu aweze kurudisha
afya yako. Liamini neno la Mungu, nalo neno likuponjeshe. Liamini neno la Mungu, nalo neno likutoe kwa mateka. Liamini neno la Mungu liweze kukusaidia na upone kila magonjwa ambaye umekuwa nayo leo. Jioni njema ya leo, naweza ukawa uko na ugonjwa wa laana, unaweza ukawa uko na ugonjwa wa dhambi. Naomba upone katika jina la Yesu. Ninaenda kuomba na Mungu awabariki. Baba wa mbinguni, bariki watu wako, wainue, wape nguvu, waponyeshe kila magonjwa za kila aina, kama vile ambavyo ulipoponyesha yule mwanamke na akaweza kupona. Binti alipoamka akiwa mgonjwa, kufikia jioni akawa alikuwa amepona. Naombea watu wako wapone katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya dhambi, magonjwa ya laana, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya TB, magonjwa ya corona iondoke katika nchi yetu. Kuanzia wakati wa leo, nchi ipone, nchi ipokee imani yako iweze kupona leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata kuamini. Amen. Bwana akubariki wewe unayetazama, akubariki katika jina la Yesu Kristo. Shalom, 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 shalom. Amen, amen. Viewers, my name is Caroline. Welcome to our church, Emmanuel Kingdom Chapel. We are in Utawala, located at Silicon Business Center along Kinka Airways Road. We are under Bishop Hezekiah Jire and Pastor Rebecca. Join us every Sunday morning, 9 a.m. to 2 p.m. God has sent his prophet with word of deliverance, healing, breaking curses, restoring marriages, and destroying generation to generation curses. Follow us on Facebook, YouTube at Bishop Hezekiah. Contact us or SMS us 0721 231 921. Thank you.